Yes, karibu sana kwenye uchambuzi wa michuano ya ligi mabingwa barani Afrika, na kama tumeshuhudia jana ambayo Simba wamepangwa na baadhi ya timu kutoka nchi za Kiarabu ambao ni Esperance de Tunis, lakini pia Simba amepangwa na Petro Luanda ambayo ni Atletico kutoka pale nchini Angola. Ni moja kati ya timu nzuri ambayo Simba wanaenda kukutana nazo katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia Simba amepangwa na Stade Malien ambayo kwenye hatua ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nafasi ya Simba ipoje kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa kwenye nafasi hii ya hatua ya makundi? Ukijaribu kumtazama timu moja moja kuelekea katika michuano hii ya ligi ya mabingwa, unaoiona kabisa Esperance de Tunis imepewa full package, kwa maana kwamba ni kama giant kwenye kundi D ambalo Simba yuko pale kama vile ni giant, second giant, kwa maana kwamba ni yule giant wa pili baada ya Esperance de Tunis kuonekana kuwa giant kwenye kundi hilo D. Lakini pia ukijaribu kutazama poti ambayo Esperance de Tunis na poti ambayo Simba aliyokuwa ametokea na kuwekwa katika kundi moja la michuano hiyo ya ligi ya mabingwa, hii pia inatoa ishara kwamba Simba atakuwa na nafasi nzuri kuelekea katika hatua ya robo fainali kombe ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tujaribu kuwatazama labda wapinzani wake ambao Simba anaenda kukutana nao katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukijaribu kumtazama Esperance de Tunis, ni moja kati ya klabu bora kutoka pale taifa la Tunisia, na ni moja kati ya timu ambayo imekuwa ni timu ambayo yenye historia kubwa sana katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Michuano ambayo Esperance de Tunis anayoishiriki, michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, amekuwa na historia nzuri sana kufika katika hatua ya fainali, nusu fainali, robo fainali na hata kuwa bingwa wa michuano hii ya CAF. Kwa hiyo kwenye kundi D ambalo Simba yeye yupo kama ni second giant, yeye atakuwa na nafasi nzuri kuelekea katika hatua ya robo fainali, lakini kama ataichanga karata yake vizuri kwenye michuano hii ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia ukijaribu mchezo wake wa kwanza, Simba anacheza katika dimba la Benjamin Mkapa. Ukijaribu kumtazama Esperance de Tunis, mchezo wake wa kwanza anacheza nyumbani, na Simba naye pia mchezo wake wa kwanza anacheza nyumbani katika uwanja wa Benjamin William Mkapa dhidi ya Atletico Luanda kutoka pale nchini Angola. Ukijaribu kutazama shirikisho la mpira barani Afrika kuwapa nafasi Simba wao kuanza mchezo wa kwanza katika ardhi ya nyumbani, kwa maana kwamba Benjamin Mkapa, hii pia inatoa ishara ya wao kupewa nafasi kubwa sana ya kuichanga ama kuzichanga karata zao vizuri kuelekea katika hatua hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Simba anakuwa na nafasi nzuri sana kama ataichanga karata yake ya kwanza katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo Esperance de Tunis wao wanacheza mchezo wao wa kwanza na Stade Malien pale nchini Tunisia, lakini pia Simba watacheza mchezo wao wa kwanza katika uwanja wa Benjamin Mkapa katika ardhi ya muasisi wa taifa hili la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hayati, ambaye Simba ataenda kuitupa karata yake ya kwanza kwenda kuwakaribisha Atletico Luanda kutoka pale nchini Angola. Kwa nini Simba amepata nafasi hiyo ya kuanza katika mchezo wake wa kwanza? Kwanza sababu ya Simba wao kupewa nafasi kubwa ya kuanza kwenye mchezo wake wa kwanza katika ardhi ya nyumbani, sababu moja ama ni sababu mbili. Sababu ya kwanza, kwenye poti ambalo Simba aliyokuwa ametoka, na ukijaribu kumtazama Esperance de Tunis kwenye poti ambayo aliyokuwa ametoka, ndiyo pia inapewa nafasi kubwa sana timu zilizokuwa zimetoka katika poti ya kwanza na poti ya pili
wao wamepewa nafasi kubwa ya kuanza katika michezo hii ya ligi ya mabingwa, mchezo wao wa kwanza katika ardhi ya nyumbani. Hiyo ni sababu moja, lakini pia sababu nyingine ya pili, Simba amepewa nafasi kubwa ya kuanza katika mchezo wake wa kwanza katika uwanja wa nyumbani. Kumekuwa na mfululizo kuingia mara kwa mara kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliomalizika 24-25 Simba alifika katika hatua ya fainali kombe la CAF Confederation Cup, ambapo Simba amecheza dhidi ya RS Berkane kutoka pale nchini Morocco. Hiyo pia Simba imemtengenezea nafasi nzuri ya kuanza katika mchezo wa kwanza katika ardhi yake ya nyumbani. Lakini pia ukiachana na sababu hiyo ambayo msimu uliomalizika 24-25 ambayo Simba amefika katika hatua ya fainali michuano ya CAF Confederation Cup, kwa maana kwamba michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba imeingia mara kwa mara kwenye michuano hii ya kombe la mabingwa barani Afrika, michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hiyo pia imemtengenezea nafasi kubwa sana ya Simba kuanza katika mchezo wake wa kwanza katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo CAF wenyewe wamejaribu kuwatazama hawa majiant wawili ambao wote wanaenda kuiwakilisha kundi hilo ambalo ni kundi dada, ambao ni kundi D, ambalo kundi hilo likiongozwa na Esperance de Tunis pamoja na Simba Sports Club kutoka Tanzania, lakini pia Atletico Luanda kutoka pale nchini Angola pamoja na Stade Malien. Kwa hiyo wenyewe wanajua kabisa kwenye kundi hili D wamepewa nafasi kubwa ambazo ni timu hizi mbili. Lakini pia ukijaribu kutazama kwenye makaratasi Simba na Esperance de Tunis, ukijaribu kutazama ile rank ya CAF, Simba yupo katika nafasi ya 5 kuwa klabu bora barani Afrika. Ukijaribu kumtazama Al Ahly, Esperance de Tunis, Mamelodi Sundowns na RS Berkane akishika nafasi ya 4 na Simba yeye akishika nafasi ya 5, ambao nafasi ya kwanza ikishikiliwa na Al Ahly kutoka pale nchini Misri, Esperance de Tunis yeye akishika nafasi ya 2, Mamelodi Sundowns yeye akishika nafasi ya 3. Pia Simba kupewa nafasi hiyo kwa maana kwamba Giant amekuwa na historia ya mara kwa mara kuingia katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika ama michuano hii ya CAF, ambayo Simba hii ni mara ya 7 sasa kuingia katika hatua ya makundi, mara 2 michuano ya Confederation kwa maana kwamba shirikisho, na mara 5 katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ukijaribu kutazama opponent wa Simba, Stade Malien pamoja na Atletico, naona Simba wakienda kukusanya na alama 6 katika uwanja wake wa nyumbani. Kitu cha kwanza ambacho Simba anachotakiwa kukifanya katika mchezo wake wa kwanza, ambao mchezo huo ataenda kupiga pale katika dimba la Benjamin Mkapa, ambao mchezo huo Simba ataenda kumkaribisha Atletico. Atletico si wabaya sana ukijaribu kwa miaka hivi karibuni. Ukijaribu kuwatazama Atletico si wachezaji wabaya, ni wachezaji wazuri na ni moja kati ya timu ambayo imekuwa na historia nzuri sana kwa miaka ya hivi karibuni katika michuano hii ya CAF. Msimu uliopita hawakuwa na kiwango kizuri sana na hawakuwa nafasi nzuri sana kushiriki katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika na hata kombe la shirikisho barani Afrika, kutokana na kiwango chao kutokuwa kizuri na kutokuwa bora katika msimu uliokuwa umeweza kumalizika. Lakini pia ukijaribu kuwatazama Simba kama wataichanga karata yao vizuri katika uwanja ama michezo yao ya nyumbani ambayo atacheza na Atletico, atacheza na Stade Malien, atacheza na Esperance de Tunis, kama ataichanga karata yake vizuri, basi naiona Simba ikienda kufika hatua ya robo finali michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kitu pekee ambacho anachotakiwa kukifanya kwa hivi sasa, wachezaji pamoja na benchi la ufundi, ambao benchi hilo likiongozwa na kocha Dimitar Patev, raia kutoka nchini Bulgaria. Kama wachezaji watastick kile ambacho
anachokifundisha kocha Dimitar Pantev, basi naiona nafasi ya Simba kuwa nafasi nzuri sana katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kama wachezaji hawatokipokea kwa haraka zaidi mbinu pamoja na falsafa ya mwalimu huyu Dimitar Pantev, naiona Simba ikienda kustruggle kwa nafasi hizi ambazo Simba kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kwa upande wa kundi la Yanga, naona pia Yanga pia na nafasi nzuri ya kuingia katika hatua ya robo finali, kwa sababu ukijaribu kuwatazama Al Ahly, mabingwa hawa wa kihistoria kutoka pale nchini Misri, wafalao hawa wamekuwa na kiwango kizuri, na lakini pia ukijaribu kuwatazama Yanga pia nao pia wamekuwa na kiwango kizuri. Misimu miwili iliyopita michuano hii ya CAF, Yanga pia walifika katika hatua ya finali dhidi ya Usma, kama na kwamba USM Alger katika dimba la pale Mohamed wa sita pale nchini Algeria, ambao Yanga waliweza kupata ushindi wa goli moja, na hapa nyumbani waliweza kufungwa magoli 2-1. Kwa hiyo naona kabisa Yanga watakuwa na nafasi nzuri na wao kwenda katika nafasi hiyo ya robo finali, lakini sio kundi marahisi. Makundi yote haya mawili ya Simba pamoja na Yanga sio makundi mepesi, kwa maana kwamba wanatakiwa wafanye kazi zao za ziada ili kuwafanya wachezaji waende kufanya kile ambacho wao wanachokihitaji kwenda kufanyika katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa. Uwepesi wa makundi haya wanatakiwa waende kuyafanyia kazi katika uwanja wa mazoezi, na ugumu wa makundi haya mawili wataenda kuyasababisha wao wenyewe katika uwanja wa mazoezi. So far so good, naiona nafasi ya Simba kuingia robo finali, lakini pia naiona nafasi ya Yanga kuingia robo finali michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kitu pekee ambacho makocha wa timu zote mbili wanachotakiwa kukifanya ni kwenda kuboresha viwango vyao katika uwanja wa mazoezi. Pasipokuwa na hivyo kwenda kuboresha viwango ambavyo walivyokuwa navyo, naona nafasi zao zitakuwa ngumu kama viwango vyao havitaenda kuboreshwa katika uwanja wa mazoezi. Ukijaribu kumtazama Pedro Concave ambaye ni kocha mpya wa Yanga African, kwa maana kwamba hana muda mrefu wa kuifundisha Yanga. Huu ni msimu wake wa kwanza, na hii ndiyo mara yake ya kwanza kuwasili katika taifa hili la Tanzania na Afrika ya Mashariki na Kati. Hata kama kocha Dimitar Pantev yeye tayari ameshaionja ile ladha ya michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua za awali, lakini kocha Pedro Concave ambaye ni raia kutoka pale nchini Ureno, yeye bado hajaanza kucheza katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Huyu alikuwa ni kocha mkuu wa kikosi cha Angola, timu ya taifa ya Angola. Anakuja kuifundisha Yanga ambayo ina falsafa yake, na kocha huyu ni moja kati ya makocha wenye falsafa ya mpira wao wa kupiga counter attack, lakini falsafa ya Yanga mpira wao ni kuweka chini, kutengeneza kutengeneza nafasi ama kutengeneza kumiliki kwa mpira kwa asilimia kubwa sana. Je, mbinu ya kocha Pedro Concave ataweza kweli kuimudu falsafa ya Yanga? Lakini pia ukijaribu kutazama falsafa ya kocha Dimitar Pantev, tumeiona hapa kwenye michezo ya hivi karibuni kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Amejaribu kuingiza kidogo kidogo mbinu pamoja na falsafa zake. Baadhi ya wachezaji wameanza kuklik kile ambacho alichokuwa akihitaji kocha huyo Dimitar Pantev. Kwangu mimi binafsi naiona nafasi ya Simba kuingia robo finali, lakini pia naiona nafasi ya Yanga kuingia robo finali, lakini wawe na angalizo, wasijiamini zaidi, wasione kama vile ni kundi jepesi kwa upande wao. Mpira kwenye makaratasi, Yanga kwenye kundi ambalo Yanga yupo, Yanga amekuwa na advantage kubwa sana kuingia katika hatua robo finali, lakini pia Simba kwenye makaratasi, Simba na nafasi nzuri ya kuingia katika robo finali. Sio rahisi kwenye makaratasi. Yanga na Simba kwenye makundi yao, wao wana nafasi kubwa sana ya kuingia robo finali, lakini kwenye pitch, kwenye ile mita 100 ya uwanja, kumekuwa na matokeo tofauti. Yanga hapa alipoteza katika mchezo wake wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika, michezo ya awali dhidi ya Silver Strikers kutoka pale nchini Malawi.
Simba wao pia waliweza kupewa kibarua kizito dhidi ya Gaborone United kutoka pale nchini Botswana katika mchezo wa mkondo wa pili, mchezo ambao uliochezwa hapa katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ukijaribu kuzitazama hizo timu zote mbili ambazo nilizokuambia hapa, unaona kabisa kwenye makaratasi timu zetu za Tanzania zimekuwa na nafasi kubwa mno, lakini kwenye pitch kumekuwa na matokeo tofauti na vile ambavyo watu walivyokuwa wametarajia.